Mdau wangu mmoja aliniambia kuwa Rahby, miwani yako inatuumiza macho, kwa hiyo nimeiweka pembeni. Hii hapa, leo nazungumza hivi hivi kupitia kwenye page yake ambayo sasa tunaweza kusema imekuwa ni official page ya serikali ya Marekani. Inawezekana iko hivyo, lakini sio rasmi, lakini tunaona ndio inavyotumika. Donald Trump anaitumia page yake ya mtandao wa Truth Social kuwa kama ndio peji maalum ambayo inayotoa taarifa zote zinazohusu mipango ya Marekani na kila kitu kinachomhusu yeye Donald Trump. Mtandao wa Truth Social, ambao mtandao huu niliwahi kuambia kuwa kwa nini aliuanzisha. Aliuanzisha kutoka kwenye kadhia aliyoipata awamu ya kwanza ya utawala wake. Awamu ya kwanza ya utawala wake alikutana na vigingi sana kupitia mtandao ambao unaweza kusema ndio mtandao hutumika zaidi kupeleka taarifa, Twitter. Wakati huo kabla haijawa X. Twitter walimfungia sana Trump kwa sababu alikuwa na post, alikuwa analeta taharuki. Yaani alikuwa kama hivi, ikabidi wa block, wakaizuia na akaunti yake. Sasa ilipokuja kununuliwa na Elon Musk, kitu cha kwanza alimrudisha Trump, Elon Musk, kutoka Twitter ikawa X. Kuanzia wakati huo akaanzisha mtandao wake, akasema kuwa naanzisha mtandao ambao sitodhibitiwa. Yaani nitakuwa na uhuru na watu watakuwa na uhuru kuzungumza, watakuwa huru kuandika wanachojisikia. Ndio akaianzisha hiyo Truth Social, ni ya kwake kabisa. Ameandika jana kuwa Venezuela imekubali kuwapatia pipa milioni 30 mpaka milioni 50 za mafuta, ambayo kwa mujibu wa Trump kuwa haya mafuta tutayauza, yaani Marekani itauza, halafu anasema kuwa fedha za mauzo ya mafuta haya nitazisimamia mimi mwenyewe, na mimi ndio nitagawa fedha zinazotakiwa kwenda Venezuela na fedha ambazo zitaingia Marekani. Utajiuliza mara tatu hadithi ambazo unaweza ukasema kuwa imefikiaje? Yaani hili swala mpaka limefika hapa, imefikaje? Ulimwengu wa magharibi ambao kwa kiwango kikubwa uliunga mkono mapinduzi ya bwana Maduro au kuondolewa Maduro madarakani, bado unashangaa kama sisi tunavyoshangaa. Lakini si kundi lenye kushangaa hilo. Kuna kundi moja limepigwa na dhoruba mbaya sana, kundi la wanaharakati wa ndani wa Venezuela na wapinzani wa ndani wa Venezuela. Hawaamini kile wanachokiona, kwa sababu nyuma ya harakati zote za kumwondoa bwana Maduro kulikuwa kuna kile kilikuwa kinasukumwa, agenda, demokrasia, uhuru, siasa, vyombo vya habari, haki za binadamu. Mengi yalikuwa yamezunguka kile kitu kinaitwa Maduro. Sasa kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye njia hizo. Kuna zile walikuwa wanafanya kazi kama wanaharakati kutafuta mabadiliko ndani ya Venezuela. Kuna wale walifanya kazi kama wapinzani wa serikali, na kuna wale walifanya kwa njia yao wanaojua wenyewe. Kuondoka kwa bwana Maduro, halafu rudi nyuma, nenda kaangalie posti zao kwenye mitandao, matumaini ya na kile kinachotokea hivi sasa. Ninavyosema wamepigwa na bumbuwazi, yani wamepigwa na dafrau, wamepigwa na mshangao. Trump mpaka anaandika kuwa Venezuela itatupa pipa milioni 30 mpaka milioni 50 za mafuta, ambazo thamani yake inakwenda karibu dola bilioni 2, inakwenda 1.9 dola. Watapatiwa mara kadhaa, sio mara moja, watapatiwa mara kadhaa, na hiyo fedha wenyewe ndio wataamua itumikeje. Hapo lilivyotoka hilo tangazo liliwapiga bumbuwazi zaidi, kwa sababu wapinzani wa Maduro kina Maria Machado walikuwa na matumaini makubwa sana kuondoka kwa bwana Maduro kungewapa nafasi wao ya kushika serikali na kuongoza serikali. Marekani kawageuka asubuhi kabisa, yani bado ya chochote kaisha wageuka. No, CIA wanamwambia Trump, Machado hana mvuto wala hawezi kuongoza serikali. Wakati toka alivyopewa tuzo ya amani ya Nobel, nadhani kiongozi wa Venezuela aliyejipendekeza zaidi kwa Trump ni Machado. Yaani amekuwa akimuimba Trump kwenye majukwaa yote.
mpaka akafikia kusema kuwa hii tuzo ya Nobel nataka niitoe kwa Donald Trump kwa kile ambacho amekifanya kwa sisi wa Venezuela. Nataka nirudi Venezuela kwa sababu nikaongoze nchi. Aliamini yeye na mwenzake kuwa hawa ndio watu sahihi, yani kuamini kuwa hawa watu ndio sahihi ambao wanakwenda kuiongoza Venezuela. Lakini CIA wanamwambia kuwa wapinzani wote wa Venezuela hawawezi wakaongoza nchi, hawakubaliki na jeshi, hawana mvuto na watayumbisha nchi. Hawakuambiwa hayo yote mwanzoni kuwa kama mnatusaidia msitegemee tutawalipa chochote, lakini wao walitumika kuleta msaada wa Marekani dhidi ya raia wa Venezuela, kwa sababu raia wa Venezuela wenye siasa walikuwa wakiwasikiliza viongozi wao wa upinzani kuwa hii serikali haifai, na wao ushahidi unatolewa. Yani wao ndio walitengeneza njia ya kuipa uhalali Marekani kwenda kuungwa mkono tuseme na washirika wake wa magharibi. Mfano utasema Marekani alikuwa anajulikana anafuata mafuta, lakini katika kufuata mafuta akafunika kuwa madawa ya kulevya, lakini akafunika kuwa hii nchi ina unyanyasaji mkubwa sana, hakuna demokrasia, hakuna uhuru, wapinzani wananyanyasika, mauaji, wanasiasa wamefungwa, yani vitu vyote akawa ameviweka pamoja, akapata uungaji mkono mzuri kutoka ulimwengu wa magharibi. Yes, kweli Maduro hafai na hatumtambui, sisi tunamtambua mwingine. Sasa Maduro kaondolewa, rejesha hivyo ambavyo ulikuwa watu umewaambia. Trump anasema no, alikuwa anahojiwa na nadhani ilikuwa The Washington Post kuhusu je, haya ni makubaliano ya serikali? Inatajwa kuwa ni kweli kuna mazungumzo official ya siri kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Delcy Rodriguez, makamu wa rais aliyeapa baada ya Maduro. Yani serikali ile ya Maduro imefanya mazungumzo na Marekani, ndio maana wamefikia kukubaliana kuwa tutawapa pipa milioni 30 mpaka milioni 50 za petroli au mafuta tutawapatia, na nyie mtauza, tutagawana faida au tutarudisha faida. Hii yote tu ni ujambazi, hamna kitu kingine unaweza ukasema kuwa hii nini. Huu ni ujambazi, lakini nataka kuwaonyesha na kutoa funzo ambalo huwa ninalizungumza kila siku kuwa Marekani hana maadili ya kutufundisha demokrasia, hana, wala jicho la Marekani huwa halioni kile mnachokiona. Jicho la Marekani linatazama kitu kingine tofauti, isipokuwa huwa linaweza kutembea na ajenda zenu mnapokuwa mmeziweka mezani. Anaulizwa Trump kuwa vipi kuhusu viongozi wa kisiasa wa Venezuela ambao wanashikiliwa kwenye magereza huko Caracas. Anasema hatujazungumza nao kuhusu hilo, sisi sasa hivi tunazungumza kuhusu mafuta tu. Haki za binadamu za Venezuela vipi? Hatujali hilo. Nini? Kwa sababu serikali ya Maduro aliyeondoka, tunaweza tukasema mfano kuwa labda Maduro amekufa, lakini serikali yote ya bwana Maduro still ipo. Waziri wa mambo ya ndani Cabello, ambaye anatajwa kwenye listi ya Marekani kuwa yeye alikuwa kwenye mstari ule wa katika wale maafisa wakubwa wa bwana Maduro wanaoshtakiwa, na yeye yupo kwenye mstari. Leo hii ndio mtu muhimu zaidi kwa Marekani ndani ya Venezuela, kwa sababu huyu pia ni mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye jeshi la Venezuela. Yani ndio pekee anaweza kuweka utulivu. Sio, umeelewa? Alitajwa kwenye listi ya wanaosambaza madawa kulevya ambao ni most wanted, ambao wanatafutwa, ukimpata utazawadiwa hiki na hiki na hiki. Lakini hivi sasa huyo mtu ndio Marekani wako naye kwenye meza wanazungumza, kwa sababu huyu mtu ndio mwenye ushawishi. Yani huyu ndio anakiamua nchi ivurugike, inavurugika. Na ameonekana kwenye mitaa ya Caracas akizunguka na vikosi, analinda na usalama na kila kitu. Leo Marekani yani wakati upinzani wa Venezuela unategemea sasa Marekani anaenda kumaliza kazi, abadili kabisa katika kile kitu ambacho kilikuwa ni target, ambao kile kitu kimezungumzwa kuwa target ya Marekani hapa ni kubadili utawala. Target ya Marekani sio kubadili utawala, target ya Marekani kuyafikia mafuta ya Venezuela na kuwa na maamuzi na mafuta ya Venezuela. Ameisha litimiza, kwa sababu hii serikali ya Delcy Rodriguez tayari juzi Rodriguez aliandika kwenye mtandao, kama mnakumbuka, akasema kuwa sisi tuko tayari kufanya kazi na dunia nzima ikiwemo Marekani. Kama Marekani wanataka kufikia rasilimali zetu, hatuna shaka, waje kwenye meza tuzungumze, tuheshimiane na tuwekeane mipaka, lakini hatutokubali nchi yetu kuwa koloni. Yani sisi tunaweza tukafanyana biashara bila shida yoyote, lakini tuheshimiane na kuheshimu nchi yetu na amani. Sisi tuko tayari. Upinzani tunautaka wa nini? Sasa yani nawafikiria wapinzani wa hapo Venezuela,
ajenda walioipika kwa muda mrefu na wafuasi wao waliokuwa kwenye ajenda. Lakini sishangai lolote kwa Donald Trump, sishangai lolote. Donald Trump amekuwa ni mtu wa namna hiyo. Donald Trump amekuwa ni mtu wa namna hiyo, kuwa kuna wakati hasimami kabisa kwenye kile ambacho anakuaminisha. Lakini hili si tu kwa Donald Trump, hii ni kote. Huwa ninawaambia kuwa tazameni na mchungulie baadhi ya migogoro kuwa huwa inaanzaje, na nimewahi kuambia kuwa hebu turudi mpaka 2019 twende Sudan. Tutazame mgogoro wa Sudani kati ya raia wa Sudani waliokuwa wanafanya mgogoro na serikali yao. 2019 Sudani ilikuwa imetoka kufanya uchaguzi muda si mrefu, na Hassan Omar al-Bashir alishinda kwa 99% ya kura. Muda mchache kutoka kushinda kwake, raia wa Sudani waliingia barabarani kuwa hawamtaki na maisha yamekuwa magumu, mkate umepanda bei na tunataka tumuondoe. Muda mchache tu kutoka pale. Mpaka muda huo wa Sudani walikuwa wakiandamana kutoka kwenye miji mbalimbali wanakwenda Khartoum, wanapanda treni kutoka miji ya pembeni, Kordofani, sijui wanatoka miji ya Bahari, wanatoka miji, wote wanaenda Khartoum na Omdurman kufanya maandamano makubwa kuweka shinikizo la Omar al-Bashir ajiuzulu. Mpaka hapo walikuwa ni Wasudani tu wanaonekana, Wasudani tu. Al-Bashir kaondoka, serikali ikafanya mabadiliko. Leo hii tunapoizungumza Sudan, ndani yake kuna mikono zaidi ya nchi 7. Nchi 7 zimejipachika. Huyu anasambaza silaha, huyu anamuunga mkono huyu, huyu anamuunga mkono huyu, huyu anaiba dhahabu, huyu anamuunga mkono mwanasiasa huyu, huyu anamuunga. Lakini ajenda ya awali ilikuwa nini? Yalikuwa ni maisha magumu ya watu wa Sudan. Leo hii hiyo ajenda haipo mezani. Ajenda kubwa ni watu wanafyonza, wanaiba kiasi gani kwenye nchi. Lakini mgogoro wa 2011 baada ya Arab Spring kule Libya, Walibya walichokuwa wanakiimba kwa serikali yao ni kuwa hakuna, tunaminywa, siasa inaminywa, hatuna uhuru, hatuna lolote. Kwa nani? Gaddafi. Walikuwa ni Walibya peke yao, wala hawakuwa na nchi nyingine yoyote. Hayo madai ya haki, wakaingia barabarani. Leo hii Libya inanena, hakuna nchi kubwa duniani haipo Libya. Hizi nchi zote kubwa. Tena katika kukushangaza kabisa, Libya, Amerika na Urusi wako upande mmoja kwa vurugu za Libya. Marekani na Urusi wako upande wa Khalifa Haftari wote. Lakini Marekani kajigawa, 70% yuko kwa Khalifa Haftari, kwa sababu unapozungumza Khalifa Haftari, generali Khalifa Haftari ni Marekani, ni CIA yule. Raia kutoka Marekani, katoka Marekani ndo akatumwa kule, nenda kafanya mission yako. Anaungwa mkono na Urusi na Amerika. Serikali ya Tripoli ya GNA chini ya Waziri Mkuu Abdelhamid Dbeibeh inasaidiwa pekee kijeshi na Uturuki. Inasaidiwa na Italy kwenye siasa na inapewa msaada kiasi na Qatar wa kiuchumi. Lakini Ufaransa, UAE, sijui Amerika, Urusi wako upande wa pili. Jiulize wa Libya walianzaje? Wa Libya walikuwa ni wenyewe tu, wala hawakuwa na nchi nyingine. Yaani yalikuwa ni madai yao dhidi ya kiongozi wao Gaddafi. Nini kimetokea? Hizi nchi zimetoka wapi? Ndio maana huwa ninapenda kuambia kuwa madai yoyote ya nchi, wanaweza kuwa na madai haki kabisa ya nchi yoyote, wanaweza kuwa na madai ya haki, lakini msipokuwa makini katika madai yenu ya haki, kuna watu watajipenyeza kupitisha. Yani anasukuma na wewe kuwa yes, kweli huyu anawadhulumu hiki na hiki, lakini yeye ana ajenda yake ambayo kuwa anatamani tukua mkishamaliza tu mimi nachukua changu na kaa pembeni. Ndio Marekani amewafanyia wanasiasa wa Venezuela. Alicheza nao miaka yote akiwaaminisha kuwa kweli sisi tunatetea nyinyi, demokrasia nchini kwenu imeminywa, uhuru hakuna, vyombo vya habari hakuna, wanasiasa wanakamatwa, sijui nini wote. Yes, watu wakahamasishwa ndani ya lipukeni, mpinge hii serikali. Ufadhili wa wanaharakati, wakafanya kazi kubwa. Wameenda wamemchomoa, maana yake tayari wao ya kwao yako mezani. Yani ya bwana Trump yako mezani na yanatimizwa vizuri. Hayo ya kwenu mtajua wenyewe. Leo hii Marekani hazungumzi kuhusu demokrasia, hazungumzi kuhusu haki za binadamu, hazungumzi kuhusu lolote la Venezuela. Anazungumza kuhusu mafuta. Yani kilichompeleka wazi, kimedhihiri wazi moja kwa moja. Waliomuunga mkono wale wenzake wa magharibi sasa hivi wanajiuliza na wenyewe, ni kweli, lakini hatukusema kuwa yeye aongoze hiyo nchi. Wote ni wale.
ndivyo dunia ilivyo na unafiki ulivyo. Kwa hiyo Donald Trump na serikali yake na washirika wake hivi sasa wanafanya kazi na serikali iliyoachwa ya Maduro, kwa washikaji wale wale wa Maduro, katika kuminya kule kule, na hakuna chochote kilichobadilika, kwa sababu serikali ya Maduro bado inaendelea kufanya ukaguzi mtaa kwa mtaa. Kina nani walishangilia Maduro kukamatwa? Kamata waandishi wa habari, kamata. Haijabadilisha chochote, na Marekani anakuambia hawa ndio watu wetu, tutafanya nao kazi. Za kuambiwa changanya na za kwako. Ndio maana mimi huwa ninasema tunayo matatizo. Nakubaliana, njia ya kutatua tu ndio tunapopingana mimi na baadhi ya wengi, kuwa njia tunayoitumia sio halisi, kwa sababu wao wenzangu wengi wanaamini njia ya magharibi na ile wanayoaminishwa na magharibi ndio njia halisi. Mimi nawaambia no, hawa sio. Hawa kuna kitu kingine ambacho wanakitaka, sio kile nyinyi mnachokiona. Jamani, haya ndio mambo ya ulimwengu. Asanteni.